Amen. Bwana asifiwe. Nimebarikiwa kwamba mwisho wa mwaka tunakutana kanisani. Waache wenzetu waende huko mikoani, lakini sisi tukutane kanisani mwisho wa mwaka, na mwanzo wa mwaka utukute hapa hapa. Na tarehe moja kila mmoja awe na bahasha kubwa ya shukrani. Tumwambie Bwana hatuendi kijijini kutambika kufanya chochote. Sisi tunakushukuru wewe kwa sababu ni Ebeneza. Bwana asifiwe sana. Nimshukuru sana mchungaji Dr. Leiza Bishop Leiza kwamba ameniruhusu sana kuwepo hapa. Mimi ni naifahamu kanisa langu la EAGT. Ukiona mchungaji amekualika kufanya semina, ujue ni ana ukarimu wa ndani kweli kweli. Kwa sababu mimi nilianza kuwa shemasi, nimekuwa mzee wa kanisa, kwa nafahamu utaratibu wa EAGT na miongozo na katiba zake. Mchungaji akishamuita mgeni mara nyingi huwa anajisacrifice, kwa sababu mara nyingi kila kitu anachokuwa nacho mara nyingi anamwachia mgeni, kila kitu, mpaka sadaka zake, mpaka kila kitu kinachokusanya kwenye wiki hiyo. Ukiona anamkaribisha mgeni, manake hana roho ya ubinafsi. Ninamshukuru sana mchungaji kwa moyo huo, na tunaendelea kujifunza habari ya vita vya kiroho. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Umetupa neema kuwepo tena jioni usiku huu. Naamini unalo jambo jema sana kwa ajili yetu sote. Tusaidie Bwana, kwa jina la Yesu Kristo naomba, tuseme amen. Tuseme amen. Nisikilize nikwambie, uharibifu wowote unaoweza kuona kwenye maisha umeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Sema ulimwengu wa roho. Yes, unaposikia ndoa inaharibika, mchezo huo ulifanywa kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Ukitaka kufanikiwa kimaisha, unaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Mungu, ishara mojawapo kwamba amekubariki kiuchumi, ukiona watu wanaanza kukuona una pesa wakati huna, ujue tayari umeshaanza kubarikiwa. Umenielewa eh? Kwa mfano, mtu anakuja kukukopa pesa ambayo hujawahi kushika tangu kuzaliwa. Usimwambie sina. Wewe mwambie tu ningekupa lakini mambo ni mengi. Alafu unarudi kwenye maombi kwamba Mungu, nataka ule uhalisia uanze kuonekana. Kwa sababu tayari watu wameshaanza kuniona ninavyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa kuvielewa kabisa, kwa sababu ni namna ya kudini katika ulimwengu wako wa kiroho. Kwa hiyo sasa, hebu nisomee Thessalonike wa kwanza 2:18. Thessalonike wa kwanza 2:18 kuonyesha kitu hapo. Thessalonike wa kwanza 2:18 ndio. Sura ya 2 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, na mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Ishi hapo. Umeona? Paulo anasema, anawaambia Wathesalonike, tulitaka kuja kwenu, mimi na mchungaji Steven Leiza wa Kigogo na Ndulile na askofu mkuu na Mgonja, tulitaka kuja kwenu, tulifunga safari, lakini shetani akatuzuia. Sasa kama shetani aliweza kumzuia Paulo mwenye upako mkubwa kiasi, he was anointed. Yule jamaa alikuwa sio mchezo. Kuna siku moja alikuwa anahubiri, amekaa gorofani, ukumbi uko gorofani, anahubiri muda mrefu, na ukiona mtu anamsikiliza masaa mengi, watu hawaangalii saa, ujue na upako. Unaelewa eh? Alikuwa na upako, he was anointed. Sasa anapohubiri, kuna mtu alipata kizunguzungu cha usingizi, akadondoka kutoka gorofani, akadondoka chini akafa. Alipokufa, Paulo alipoona wanaendelea kumwangalia mtu aliyekufa, alishuka akamfufua, akamwambia mkutano uendelee. Yaani alienda pale akamfufua. Na unajua kama mtu amedondoka kutoka gorofani, nilienda Nairobi mwaka jana. Wakasema njoo muone Mtanzania mwenzenu. Kuna kijana mwaka 21 awa Gen Z alijirusha kutoka juu, chuo moja maarufu sana pale Nairobi, ni cha wa Marekani. Alijirusha toka juu mpaka chini. Tukaona ubongo umemwagika chini hapo mpaka kule, mpaka kule. Ni Mtanzania, wanasema anatokea hapa Dar, lakini aliacha ujumbe kwamba mama yake alifariki, baba akaoa mama mwingine, lakini yule mama mwingine ambaye ameolewa na baba anamfanyia vitu vibaya sana. Na ni kijana wa kiume na miaka 21. Nikajua hoja sio kufanywa vibaya na mama wa kambo, ni roho ya mauti ilimwandama. Ni roho ya mauti ilimwandama. Kwa mfano kwetu kuna nyakati watu wanajinyonga kule Tunduma.
Unakuta matukio na yameenda mfululizo. Sasa hivi tumezika watu zaidi ya 10 mfululizo, mwezi mzima wanajinyonga, madeni, vikoba, ndoa, mahusiano. Ni roho, ni mauti zinakuita, kwa sababu mauti inatengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, zinatengenezwa. Ndio maana ukuta mtu, huyu mtu tulimkataza sana kusafiri jamani, alafu kusafiri kwenyewe yani alikuwa anasumbuka kweli, kumbe ni mauti ilikuwa inamuita. Umeona? Kwa hiyo Paulo akamfufua yule mtu kabisa na akawa hai. Na unajua kufufua mfu ni inawezekana, it is possible, lakini changamoto inayotokea kwamba gharama ya kufufua mtu lazima uwe na karama 3 zinazooperate. Uwe na kitu kinaitwa karama ya miujiza, alafu uwe na karama ya uponyaji, uwe na karama ya imani. Sema karama ya miujiza, karama ya uponyaji na karama ya imani. Ninaposema karama ya imani, sio imani hii ambayo kila mtu anayo. Kuna imani ambayo ni karama, kitendo cha kusimamisha jeneza. Yaani watu wataka kufukia, unawasimamisha wakafukie. Hiyo sio imani ya kawaida. Wewe na mimi hatuwezi kuwa nayo. Ni lazima iwe ni karama. It is a gift. Ala pia uwe na karama ya uponyaji, kwa maana ya kwamba yule mtu akifufuka lazima pia umuombee ugonjwa uliyemuua. Kwa sababu akifufuka bado pressure anakuwa nayo, lazima upige pressure ife kabisa. Uwe na karama ya uponyaji. Alafu namba 3 uwe na karama ya miujiza. Sasa maana kufufua mtu ni muujiza. Paulo akamfufua, alafu mkutano kaendelea. Niambie tu, Mungu akupe hiyo neema. Yaani Mungu akupe tu hiyo neema, alafu eti kuna msiba wanaaga mwili. Unajua sisi tukishatangaziwa mtu fulani amekufa, cha kwanza tunauza anazikwa lini? Huwa hatuwazai kumfufua. Na tumeambiwa pozeni wagonjwa, fufueni wafu, watakaseni wenye ukoma. Kumbe kutokufufua wafu ni kiburi, maana tumeagizwa na Biblia tunafufua. Sasa Paulo akamfufua yule mtu, akawa hai. Pamoja na kufufua mtu, kuna siku shetani alimzuia kwenda Tesalonike. Anakushindwaje wewe usiye na maombi? Shetani kama aliweza kumzuia Paulo na upako mkubwa kiasi kile, anakushindwaje wewe ambaye unaomba nusu saa baba kaja amen umeshalala? Anakushindwaje wewe? Anakushindwaje wewe ambaye kuja kwenye ibada za katikati huwezi? Anakushindwaje wewe? Anakushindwaje wewe ambaye hata kwenye ibada huwezi kuwahi? Anakushindwaje? Anakushindwaje wewe ambaye Krismasi unaogopa kuja kwa sababu unahisi kuna maandamano? Anakushindwaje wewe? Yaani shetani anakushindwaje? Paulo anamwambia Tesalonike, nilitaka kuja kwa mara ya kwanza na ya pili, shetani akanizuia. Shetani anaweza kuzuia, lakini tutamshinda kwa sababu Kristo anaishi ndani yetu. Sema amen. Yes. Kwa shetani sio namna tu ya kuzatu. Lazima uwe ni mtu strong kwenye maombi. Nampenda sana mchungaji wenu kwa sababu watu kimwangalia, unajua mimi mtu muombaji huwa namtambua nikimuona usoni. Hainipi shida kujua ni muombaji au la. Mimi mtu mbabaishaji namfahamu kabisa kwa sababu ulimwengu wa roho haufichiki. Yaani unamjua tu kabisa huyu ni mbabaishaji. Mimi mtu mmoja alikuja kwetu, ni mgeni. Nikawasha gari kwenda kumpokea, mimi ndio nilikuwa naenda kumpokea. Lakini nilipompokea nasikia Roho Mtakatifu. Huko ndani kuna goma. Nikamwambia sawa, lakini mimi na kweli semina inaenda. Yeye naona kabisa ukavu, sijisikii flow. Lakini nilimuona kabisa huyu mtu. Kwa sababu Mungu anaturuhusu tupokee watu wa kila aina. Kwa hiyo lazima uelewe mchungaji wenu anawafundisha maombi kwa sababu ndio siri ya kufanikiwa. Ndio siri ya ushindi. Mwambie mwenzio usiache kuomba. Ndio. Paulo anambia Wathesalonika, jamani nilitaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, shetani akanizuia. Na ndio mtume pekee alisema wazi kwamba shetani amenizuia. Sio mitume hao mlionao. Ni mtume gani anaweza kusema shetani amenizuia? Ni yupi? Hawa mitume mlionao? Si huko mnao huko kwetu. Si kule hatuwaonagi hivyo. Tunaonaga huko. Mitume hao, naonaga huko. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kama andika hivi, njia ya kupambana
Njia ya kupambana ni vita hii ni kujiweka katika maombi ya vita. Andika, njia ya kupambana na vita hii ni kujiweka katika maombi ya vita. Na huku ili kanisa nimelipenda kwa sababu sina haja ya kufundisha maombi ya vita kwa sababu nayaweza. Hata ninapokuja nimekuta mnaomba. Na sio kweli kwamba kila makanisa yajitia TAG, makanisa ya Kipentekoste wanaendesha haya maombi. No. Sio kweli. Ili kanisa mnajua siri ya maombi ya vita kwa sababu hata nilipokuja nilikaa pale nje, mko wachache hamjajaa hivi. Lakini naona kiongozi mmoja anaendesha hapa maombi ya vita, namsikia. Na hayo maombi sio ya kuombea tu kanisani, hata ukiwa nyumbani kwako. Anga la Tanzania limezungukwa na mambo mengi. Kwa mfano, anga mkuu wa anga wa kiroho wa giza Tanzania hapa ni roho ya uongo. Sema uongo. Sasa uongo huo ndio umezaa zina, umezaa ushirikina, umezaa unafiki. Kama kuna watu wanafiki wako Tanzania, unaweza naonaga hata wanasiasa walivyo. Yaani ni ile media zinaombuaga. Nasema hiki leo kesho nageuka. Yaani uongo mwingi. Uongo. Wakati nataka kuja hapa, naingia kwenye simu yangu, nakuta kwenda Dar nauli ni 99. Nikaingia kwenye online, nikaenda twa nikabonyeza. Nakuja kulipia tu. Umesema ni 99, wameweka tangazo hapo kubwa kabisa. Kuja Dar na Air Tanzania 99. Nimefurahia kweli, nikasema haleluya. Ni nauli ya kupanda basi hiyo. Naingia, kuja nalipia. Uzuri kwenda Viera kidogo kwenye simu yangu kama 600 hivi. Kuna Viera kidogo kama 600 au 500 na ngumu. Nabonyeza twa. Kumbe ni 499. Huku wameanza na tangazo la uongo. Naenda nalipia huko online twa. 499. Kwa hiyo 500 kuja tu twa na ndege paka hapa. Sio kurudi, twa. Wanasema hii ni high season. Ni nyakati za abiria wengi. Uongo. Yaani unaonaga ndio nchi pekee bado kuta watu wanazushiwaga wamekufa wakati wako hai. Unakuta watu wanazushiwa kufa. Mimi sijai kuona watu waongo kama huku Tanzania. Roho ya uongo, na shetani ni baba wa uongo. Watu wako makanisani waongo. Watu paka kwenye kutoa zaka kwenye ni waongo. Hatoi kulingana na mapato yake, ni muongo. Uongo. Mkuu wa anga la nchi yetu ni uongo. Na ameiambukiza sana Dar hapa. Yaani utapeli uongo. Hawapokeagi simu watu wa huku, hasa kama mnamdai hela. Hawapokeagi simu watu wa Dar. Uongo. Mimi zamani nakuja hapa Dar es Salaam kwa ndugu yangu mmoja. Na sasa nakuja kulala kwako. Akaitika sawa njoo. Nimepanda basi nakuja. Hapokei simu. Nafika Ubungo, hapokei simu enzi hizo Ubungo. Hapokei simu, naandika message hajibu. Natumia simu ya mtu mwingine sasa. Nimetoka kidogo, nimeenda Mtwara. Na sina hela guest miaka hiyo. Na wakati simu wanazo watu wachache. Vile visimu hamna mambo ya cheka ya kujiunga. Unanunua ukinunua voucher unategeshia kidole gumba kwenye cha kukatia pale ili uongee ukate haraka, na unaogopa watafukua simu wale vibaka. Sasa nikamtega. Nikamwambia nilikuwa nimeleta mchere wa kutosha na maharage na ningekaa siku 2 tu ningekuachia mchere huu. Lakini kwa haupo, wacha nikagawe kwingine. Nakuta simu inaingia sasa, sikukusikia vizuri, nifo. Uongo. Ndio maana Mtanzania akikwambia habari za mtu mkazie macho, mwambie una uhakika? Utasikia mimi nasema tu. Una uhakika? Uongo. Anga ile la nchi yetu, roho ya wewe. Ona wenzetu wa Marekani ni waaminifu kulipa kodi kwa sababu wamedhibiti uongo. Yaani hata kahaba anayejiuza analipa kodi kwa sababu pia hata kazi ya kodi anaiona. Achana nchi za Kiafrika huko. Yaani analipa kodi lakini huoni kodi yake inaliwa na wajaji. Sizungumzi Tanzania. Nchi za Kiafrika zingine huko. Unaona? Lakini Marekani watu ni waaminifu kulipa kodi kwa sababu wamedhibiti uongo. Alikuwa ananiambia rafiki yangu mmoja. Ameenda kule anasema tunaenda kumtenga mchungaji aliyesema dhambi, aliyeongopa, amesema dhambi ya uongo, ametamka uongo, kwa anaenda kutengwa na kunyang'onya kanisa. Wenzetu uongo ni dhambi serious. Tofauti na sisi hapa.
Sisi hata muinjilisti anahubiri kanisani hapa, anadanganya madhabahuni, lakini mchungaji anamwangalia tu, inafare. Uongo ni dhambi. Kwa hiyo unahitaji kupambana kwenye unampiga mkuu wa anga. Mkuu wa anga. Kwa hiyo ameachia roho hizo za kila aina, kila mkoa. Kwa mkoa mwingine amepandikiza ulevi, mkoa mwingine ndoa kuachika, mkoa mwingine watu kutokusoma, mkoa mwingine umalaya, mkoa mwingine yaani kila mahali mikoa yote 26 amepanda. Kuna wakuu wake wa mikoa wa anga wa giza, kuna wakuu wa anga wa giza wa wilaya. Ukiona kuna wilaya kuna vitu vina operate, unaposikia Kinondoni, ushoga, sio vitu gani. Yaani kila wilaya kina mkuu wake wa anga, alafu kuna mkuu wa anga wa kata, kuna mkuu wa anga wa mtaa, kuna mkuu wa anga wa balozi ya nyumba kumi. Kila eneo lina mkuu wa anga huyo. Kwa hiyo wewe unapoomba usiku, mpige mkuu wa anga wa hilo eneo la Mabibo na Kigogo. Unapiga hizo roho chafu. Sema amen. Na majira yake ni kati ya saa 6 mpaka saa 9, hapo katikati ndio kuna utulivu. Piga hizo. Alafu namba 2, kama unaandika, piga kalenda zao. Mawakala wa shetani ambao ni wachawi sasa wanatumia kalenda kuharibu maisha ya watu. Wana kalenda. Mimi nikasikia siku moja wanahojiwa TBC1, hawa wauza majeneza. TBC1 wanahoji Manzese hapo na maeneo. Mimi niko kule Tunduma kule. Maana da ndo kila kitu. Na mimi sasa hivi ninapoposti kwamba niko da, watu wananiambia hongera, kwa sababu unapokuwa da ndo umefika Tanzania sasa. Mimi hapa ni mshamba, ndio maana nakuta na jotorote nimevaa suti, na tena suti nyeusi inayoakisi mwanga wa jua. Sawa ya ushamba. Sasa natoka kijijini kule. Nasikia wanahojiwa wauza majeneza. Ni miezi gani mizuri mnaipenda kwa biashara zenu? Wakasema ni kati ya mwezi wa 10, 11, lakini mzuri zaidi ni mwezi wa 12. Ndio miezi ya kafara. Mwezi wa 12 ndio miezi watu wanakufa sana, na wa kwanza sadaka za inaitwa malimbuko ya mwanzo wa mwaka katika ulimwengu wa roho wa giza. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa hawapendi kusafiri Disemba na Januari. Walikuwa hawapendi sana. Walikuwa na maana kwa sababu wao wana elimu ya miungu ya giza, lakini sisi tuna elimu ya kweli ya Mungu wa mbinguni. Sema amen. Piga kalenda zao. Kwa sababu ni mhubiri mtu mmoja akaokoka. Aliwahi kuwa hapa huko kwa hapo msikiti hapo Mwembe Chai. Alikuwa yuko hapa anafanya hivyo shughuli. Sema alikuwa na hali ngumu sana. Alikuwa ni mtu level ya juu sana. Maana wale jamaa wanasema majini ni viumbe vya Mungu. Yaani alikuwa na hali ngumu sana. Kabisa. Alikuwa na hali ngumu sana, yaani ni mtu ambaye yuko kwenye ulimwengu wa roho wa giza, ni mtu mkubwa sana. Akatuambia, akasema tuna kalenda dunia nzima. Na mimi nikaandika hapa. Akasema siku ya Jumatatu ni siku ya kufukuzisha watu kazi. Kama unaandika. Nikaandika hapa miaka hiyo. Siku ya Jumatatu ni kufukuzisha watu kazi. Maana yake ni kwamba iwe ni kazini, iwe ni msichana wa kazi, iwe ni majumbani, ukifukuzwa kazi Jumatatu, ndio kalenda zao zinasoma hivyo. Jumatatu ndio siku ya kufukuzwa watu kazi. Alafu akasema hivi, Jumanne ndio siku ya kutengeneza ajali zote za barabarani, angani na majini kote. Na ni kweli nikapata uhakika kwa sehemu, kwa sababu hata meli ya MV Bukoba tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 96 ilikuwa ni Jumanne. Anasema ajali zote za Jumanne ni za kikafara na ni za kalenda za kichawi za majini katika ulimwengu wa roho. Ndio maana sasa Jumatatu unapoamkia Jumanne, piga roho za ajali, kuanzia ya bajaji, ya baskeli, ya miguu, ya kuangukia na gorofa huko mnakwenda magudukani. Nasikia Dar es Salaam kunaona kwenye TV magorofa yanawaangukia. Piga ajali, roho za ajali Jumanne. Ndio kumbe ni kalenda zao. Mimi nilikuwa sijui. Ni kalenda wanapanga. Kwa hiyo kwenye maombi, Jumanne kataa ajali, sema ajali. Akasema Jumatano ni siku ya kuvunja ndoa na mahusiano. Nikaandika. Akasema ni kalenda hiyo ni ya dunia nzima. Ndoa, mahusiano na ndoa ni siku Jumatano ndio siku yake. Alafu akasema hivi, Alhamisi ndio magonjwa ya kutengenezwa yale. Pumu, pressure, sukari, yale magonjwa ghafla.
Akasema ukiona mtu yote anaumwa Alhamisi, hata kama ni mafua yamekuanza Alhamisi, ni kwenye kalenda, ni kalenda zao. Hayo mafua sio ya kawaida. Kwa hiyo akasema siku ya Ijumaa ndio yale majini yanaingia sasa kwenye ibada. Ijumaa ndio ibada yao yale majini. Akasema hivyo. Alafu akasema Jumamosi ndio mikakati yote ya kuharibu ibada za Jumapili inapangwa Jumamosi. Unaona Jumapili ibada inakuwa ngumu. Muimbishaji anaimbisha utafikiri anajirudia mwenyewe. Yaani ni mkavu. Wamepanga Jumamosi, wameharibu ibada Jumapili hizo. Mtu na makelele yote haya na joto rada na feni, mtu analala kanisani. Na kwa taarifa yako, ukiona mtu analala kwenye ibada, lazima ujue mambo mawili: amelogwa ama yupo kuloga. Kwa hiyo ukikuta mtu analala kwenye ibada, mahubiri yana sauti kubwa ya Askofu Leiza hapa anahubiri, mtu anasinzia kwenye ibada, maspika haya, ujue either analoga au amelogwa. Kwa kama kanaye jirani mshtue, mwambie unaloga au umelogwa? Unalalaje kanisani? Unalalaje? Yaani wache godoro nyumbani kwako ulale kwenye ibada kweli? Mtu na maspika haya tunaimba hapa, na kuna joto bwana, kuna joto. Yaani kuna joto, na ndio jiji pekee Tanzania ambalo hata kama hujaingiza hela jasho linatoka. Yaani hata kama umesimama tu ufanye kazi yote jasho linatoka. Mimi sijali kama watu na pressure. Maana pressure wanasema, madaktari wanasema uhakikishe jasho linakutoka. Unafanya jasho likitoka, ukifanya mazoezi jasho litoke. Sasa sijui kama nauma pressure, mimi sielewagi. Mimi kuna daktari mmoja nilishacha kumsikiza kwenye TV, ni maarufu sana. Anaitwa Profesa nani, sio ameshapata na cheo sio wapi huko. Alikuwa anaongea sana kwenye TV hapa. Alikuwa ni sio Muhimbili hapa. Sio alikuwa profesa wa Muhimbili. Anaongea. Siwezi kumtaja jina kwa sababu tunarekodiwa kwenye YouTube. Anasema hivi, yaani kila kitu kina madhara, kila kitu. Mtu mmoja akamuuliza, "Tu tunakula nini we Profesa Janana, we mzee? Tu tunakula nini?" Anamuuliza huyo baba. Akasema hivi, chakula kizuri, chakula ni supu ya cabbage. Jamani, hivi supu ya cabbage unaipata wapi kama sio ushirikina jamani? Yaani mimi ndio na hela mfukoni nakula cabbage kweli? Wakati mwingine shetani ametutia hofu tu. Ametutia hofu. Yaani watu wametujaza hofu. Ukinywa soda ina sukari nyingi, sukari. Ukila nyama ina hatari sana, nyama nyekundu. Ukila ugali ni wanga, ukila wali ni wanga, chips ni wanga. Tufanyeje? Tulale njaa. Na vyakula hivi kabisa, hata wana wa Israeli waliishi kwa nyama. Kweli nyama ndio zipigwe marufuku leo? Sisi tumeokoka, pombe hatunywi, baa hatuingii, kasino hatuingii, klabu hatuendi, mabia hatunywagi, sio makaivanti, sio mavitu hatunywagi. Jamani, na soda nayo iwe, tunywage nini? Kwa sababu kisema soda ina sukari nyingi, haitaki kukunywa, kujefusha kisukari, umri ukienda fulani usinye soda, acha kabisa. Na kwa sababu soda Coca ya baridi ama Pepsi ya baridi ya chupa ni tamu sana kwenye kitimoto kavu. Sasa huwezi kula kitimoto na maji. Huwezi kitimoto na ndizi na kachumbari na maji haviendi. Na Biblia yangu inasema hivi, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi ni pamoja na kula vizuri. Sema amen. Ndio. Yaani shetani ametujaza hofu. Watu wamekuwa na hofu. Tunaishi kwa hofu. Nimemsikia daktari mwingine kwenye Star TV, msinywe maji mengi ni hatari, yanapitia kwenye moyo. Yaani wanatuchanganya wasomi sasa. Wasomi wanatuchanganya sana. Ndio maana amelaaniwa mtu anayemtegemea mtu. Mtegemee Mungu tu. Simama katika neno lake. Kuna watu walijinyima kula vyakula wakawa selective, lakini wamekufa. Kabisa. Mimi usinibabaishe. Nishinde kula nyama mimi kwa sababu ya nini? Usinibabaishe.
mimi nakunywa soda, nakunywa. Yaani Mungu, mimi nahubiri, natoa pepo, nafungua watu waliofungwa, eti soda tu ndio niumwe. Mungu gani unamhubiri hapa? Tubabishana hapo. Kwa hiyo andika hivi, shetani anatawala aina 5. Tawala, types, is a types, aina 5 za tawala. Tumesoma katika kitabu cha Waefeso 6:10 jana. Aina ya kwanza ya tawala ni wakuu wa anga. Sema wakuu wa anga. Wakuu wa anga ni aina ya kwanza ya tawala zake. Tunapozungumzia kiongozi, anapanga utawala. Yeye ni kiongozi wa nchi, ana wakuu wa mikoa, ana wakuu wa wilaya, ana watendaji, ana wakurugenzi, ana watendaji wa kata kwenye kila kata, wa vijiji na vitongoji. Sasa kuna wakuu wa anga. Ni aina ya utawala. Tawala zake, yani ile protokali ya kiutawala. B, ana majeshi ya pepo wabaya. Tumesoma kwenye Waefeso jana, kuanzia 6 mstari wa 10 hadi 12. Majeshi ya pepo wabaya ni aina pia ya itifaki yake. Majeshi ya pepo wabaya. Alafu namba C, falme. Zile falme ni sehemu ya protokali zake. Tumesoma jana Waefeso 6:10 hadi 12, tumesoma jana. Namba 3 manake falme. Namba 4, wakuu wa giza. Kuna wakuu wa giza, waganga wa kienyeji, machifu, shirikina. Nimeenda kule Ileje, mtu mmoja alilogwa mdomo ukahamia huku Kisogoni. Nakwambia kweli, uchawi upo. Walimloga mdomo ukahamia huku Kisogoni. Alitokea chifu anaitwa Chifu Mwampashi, yuko sehemu inaitwa Isongole kule Ileje kwa Wandali. Akatangazia wachawi wote, akasema nawapa nusu saa, huo mdomo usiporudi najua cha kuwafanya. Ndani ya dakika 5 mdomo ulirudi hapa. Yaani chifu ni kumbe ni ana nguvu kwao, aliwatangazia rudisheni huo mdomo haraka, na ulirudi. Ulikuwa mdomo umehamia Kisogoni, hapa pako plain, lakini ulirudi hapa. Uchawi bado upo, labda huko ndio haupo, lakini kule upo kabisa. Huko naonaga wadada wanaoibia Wakongo wanavyopata vichatu nduma. Juzi nimetoka kukutana kesi moja, dada mmoja ameenda gesi na Mkongo, mfanyabiashara Mkongo, amemuibia dola 1035, ni kama milioni 90 kasoro. Amekimbia nayo dada wa Mnyiramba wa Singida huko, amekimbia. Sasa dereva taxi ambaye yule dada alichukua taxi yake akumkimbiza Mbeya, akajifanya kama anaenda njia ya Tukuyu hivi, kumbe anakimbia kwenda kwao. Polisi wakamkamata. Sasa dereva taxi ni mshirika hapo kanisani. Nikaenda polisi, amekosa nini? Akasema kabla amekosa, huyu ni mfanyabiashara, haelewi chochote. Na kweli yule dada baada ya kumpa 200,000 ambayo walikubaliana, akamzidishia kwa hizo za haraka, akampa dola 200, sio ajui hela kwa sababu ana madola mengi, akampa dola 200, ni sawa na 600 kasoro. Yule kijana amefurahi, amejiandaa kutoa zaka kanisani kwa sababu ni biashara, haelewi chochote, ni driver taxi. Polisi wakamkamata, wakamweka mlendo. Nikaenda kumwekea dhamana, nikamwambia hamna cha kumwekea dhamana, hii dola 200 hamchukui, na tukatoka naye mle ni mzima kabisa. Nikasema hii hela katoe na zaka kanisani kwa sababu ni biashara. Sasa yule Mkongo anasema kabisa, ninamloga kila atakayekula hiyo hela, naloga kila atakayekula hiyo hela, naloga. Ni wiki 2 zimepita, nasikia dada mmoja yuko karibu na mimi pale, anasema yule binti yule anaitwa Diana wa Kiomboi Singida amefariki, tumbo lilijaa likapasuka, amekula hela za Mkongo. Aliingia naye guest akamuibia dola 1035. Ameenda Singida vizuri kabisa, tumbo limepasuka, amekufa. Na tena Wakongo changamoto, kila anayekula ile hela naye anakufa. Mwaka 97 nishai kuona njiwa analeta barua Tunduma, kadondosha kwa familia fulani, imeandikwa hivi, mimi ni Mkongo, kila aliyekula ile hela ya uwizi anakufa, na ukoo mzima ulikufa. Sasa ni ulimwengu wa roho wa giza. Sema mimi siwezi kulogwa kwa sababu Kristo anaishi ndani yangu. Sema amen. Kwa hiyo ni vitu lazima uelewe. Hizo ni falme, wakuu wa giza. Namba E, mamlaka. Na Askofu Leiza hapa ameniambia saa 2 natakiwa niwe nawaacha watu. Sasa na mimi nataka kuwa mwaminifu kwenye hiyo saa 2. Sema amen. Mimi saa 2 nataka niwe nawaacha watu. Kama nikizidisha sana labda dakika 10, lakini sio lazima.
Naache nikuombee. Kwa hiyo hakisha tuna mamlaka. Namba sentensi nyingine hizi, shetani hutumia wachawi ili kuweka chapa zao kwenye maisha ya watu. Andika hivi. Shetani hutumia wachawi kama mawakala zake. Hutumia mawakala zake, maagent ambao ni wachawi ili kuweka chapa zake kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo Paulo anasema hivi, anaandika kwenye Wagalatia, kuanzia sasa mtu asinitaabishe, kwa sababu mwilini mwangu nimezivaa chapa za Yesu. Kama kuna chapa za Yesu, pia kuna chapa za shetani kupitia wachawi. Zipo chapa mojawapo ambayo wachawi hutumia ni chapa, andika namba 1, ni chapa za kutokufanikiwa. Yaani upo hapa da, umehama mkoani, umeacha mashamba mkoani kwenye utele wa ardhi, umekuja hapa da kutafuta maisha. Kila unachokifanya hufanikiwi, ni chapa za shetani kupitia wachawi. Wanahakisha hufanikiwi kwa lolote, hizo ni chapa. Sema chapa. Kutokufanikiwa kwenye kila kitu, kutokufanikiwa, chapa. Wewe unajaribu hili unashindwa, unajaribu hili unatapeliwa, unajaribu hili. Mtu mmoja ametapeliwa, kanunua kiwanja juzi milioni 130 hapo picha ndege, hapo sio picha ndege, kwa Matias amenunua eneo kubwa, hajarudi. Hiyo 130 imepotea bure. Kumbe ni utapeli. Yule mtu ameuzia si kwa watu wangapi na haeleweki. Kuna watu sio anavokutapeli hata uelewe umekubalije kutoa hela. Ana upako wa kipepo. Yaani namna anavokushawishi mpaka unatoa hela hujielewi. Nimetoaje hela zangu? Upako wa kipepo. Kutokufanikiwa. Chapa namba 2. Chapa za umaskini. Jamani, naomba mtoto huyo mtulize vizuri. Mimi nimesomea watoto. Nilienda chuo nikakaa miaka 2 nikasomea kitu kinaitwa 414. Sema 414. Watoto wa miaka 4 hadi 14 namna ya kuishi nao. Sasa hivi mwakani tunaenda Korea. Tunaenda kujifunza namna ya kumfundisha mtoto aliyoko tumboni. EAGT nataka tufungue pia darasa la wajawazito ili tu tunamfundisha mtoto aliyoko tumboni anazaliwa ameokoka. Sema amen. Korea Kusini wanafanya hivyo. Kwa hiyo naenda kusoma miezi 3, siku 90. Yes, kule wana madarasa ya wajawazito. Hivi hujui kwamba mimba Elizabeth na Maria ni watu walisalimiana tumboni? Tunaelewa Nitakuja nikufundisha kama nikipata nafasi siku moja wapo. Nitakwambia hata namna ukiwa mjamzito namna ya kuongea na mtoto aliyeko tumboni. Yes, hata we baba ukiwa mke wako ni mjamzito usipende kusafiri mara kwa mara. Unashika tumbo la mkeo, unamsemesha mtoto wa tumboni. Mtoto anaelewa, ndio maana anapolia unapomwambia nyamaza, ananyamaza, maana yake nimekusamehe. Ndio maana anaweza kasusa kunyonya. Ukimbembeleza anaanza kunyonya, maana yake nimekusamehe. Ni mtu lakini ana kaumbile kadogo, sinaelewa kwa hiyo anapolia sio kwamba analia ovyo. Kuna kitu anasema kupitia kulia, sema hiyo lugha yake huijui wewe. Ukifaulu ataacha. Mimi siku moja wakati mtoto wangu mmoja mdogo enzi hizo analia usiku kucha, tunaanza kuomba na nafikiri bana homa, kumbe haumwi. Tunaomba, tunakemea, tumpige simu daktari, tunakemea, analia kwa uchungu. Baadaye nikawasha taa, nikaangalia, baadaye nikajisikia acha ninywe maji. Nikakuta naangalia maji yangu na nyamaza. Tulipomnywesha maji tu akalala usingizi. Kumbe kilio chote kile ni kiu. Sasa ingekuwa ni wewe kelele. Tuache hayo sasa. Kwa hiyo hizo ni chapa. Sasa chapa namba 2, chapa za umaskini. Umaskini ni chapa. Sema umaskini ni chapa. Kabisa mimi nimejisikia raha. Kwa kweli nakujaga da huko. Nahubiri wakati mwingine kanisa lina mabati. Ni mabati inaitwa furusuti, mabati. Hata kupiga picha unashindwa. Lakini kwa hili hata kupiga picha lina feni, lina ceiling board, lina zulia nyekundu. Mchungaji mwenyewe anapendeza, mweusi mrefu, ni Masai. Yaani hata kupiga naye picha unajisikia raha. Sema amen. Kila mtu anapenda vitu vizuri. Sema amen. Mungu amebariki kanisa linapendeza. Kwani mimi sikujua kama EAGT huku Manzese huku Swahili kuna makanisa mazuri kama hivi. Kwa kweli kanisa imenibariki sana, linapendeza, hata lina pazia, lina AC.
mpaka nina kamera hapo hadi la. Sasa umaskini ni chapa, sema ni chapa. Umaskini ni chapa ya shetani kabisa. Na shetani anatumia umaskini as a weapon, kama silaha ya kuangamiza maisha yako. Na umaskini ni mbaya, una dalili zake umaskini. Dalili nyingi tu. Sababu dalili moja wapo ya umaskini ni kufunga safari kwenye begi unakusana mswaki uliotumia miezi 3. Hawatusafiriki na mswaki kwenye begi. Yaani mtu umekataa kumchapa mtoto kisa ameficha mswaki wa miezi 6. Umaskini hatusafiri. Mswaki ni kitu cha kutumia muda mchache na kutupa huko. Yaani kuna vitu fulani vinaashiria madeni yasiyoisha yale. Umekopa Empower, unadaiwa Songesha, unadaiwa. Maskini. Kukosa chakula. Umeona kabisa hata chakula nyumbani huna. Maana Biblia katika kitabu cha Joel 2 nafikiri 2:28, mtakapokula na kushiba mtalitukuza jina la Bwana. Maana yake uweze kulitukuza na njaa. Kucheza kote step hii kwa sababu ya shibe. Kuimba kote huko ni kwa sababu ya shibe. Huwezi kuimba na njaa. Na hata watoto, sababu watoto wadogo wanapenda kula chini ya 10 wanapenda kula. Hawali mara 3 kama si watu wazima. Wanapenda kula, maana anataka yogurt, maana anataka nini? Watoto wanataka kula, wanakula. Sisi watoto mpaka analilia soda ya mgeni. Unalilia soda ya mgeni mbele yako. Uone aibu? Ngoja aondoke, atakutandika kelele. Si sawa. Umaskini ni kitu kibaya. Sababu umaskini pia lazima uelewe namna kudili nao. Sema amen. Tena ili uwe umevunja vifungo vya umaskini, wakati mwingine unafanya mazoezi ya kuuliza hata bei za magari kwenye yadi ukipita. Hata kama una tamia, unauliza hata bei tu, unaingia kwenye Google ukiingia kwenye supermarket pale unauliza vitu bei hata kama una tamia. Yaani angalau pia unasafisha yani unafukuzana nao. Si unakaa tu na maskini wenzako, mnakaa mnaongea hela. Kuna watu maana kanisani watu hawana upendo. Pale kanisani watu wenye magari hawatupi lifti. Kuna kama usio na mawazo ya kipuzi namna hiyo. Sema amen. Hii umaskini chapa kabisa. Tena kwa taarifa yako, tukiwa na hela tunahubiri vizuri. Juzi wana CJM kutoka Sinza, Dar es Salaam wamekuja Zambia, Lusaka. Wamebeba michele, wamebeba nini, wamebeba vyakula. Wazambia wakajaa, wakaokoka, wakawapa na chakula. Mchele kule Zambia ni kitu adimu sana. Wakawapa mchele, wakapika wali, wakafurahi, wakaja da. Kwa hiyo wametoka Wazambia wanawaita washirika wana CJM Sinza Dar es Salaam, wana CJM wa EAGT kwamba ni watu waliofanikiwa. Nini? Waliwapa chakula. Lazima tuwe na vijana hapa ambao wanaweza kwenda vijijini kuhubiri wakapeleka na chakula. Yes. Tukachanga hela, tukafungua na kanisa la Mtwaileza tawi lake kule Chanika kule, tukafungua kanisa, tukajenga pale, tukamwachia mchungaji anakaa miezi 6, tukampa na chakula. Yes, huwezi kusema eti kwa sababu mimi nimeteseka ninapoanza kazi ya Mungu na mtoto wangu lazima ateseke. Sio lazima. Sema amen. Maskini ni kitu kibaya sana. Wewe kwenu kabisa ni maskini, na wewe pia unaona ni maskini, na umeubariki umaskini kama sifa. Ni chapa. Na kama maisha huna hata chochote, huna hata hela, umejaa madeni. Na kipindi cha Krismasi hiki wapagani wanalia na unalia. Kwa kweli hadi sasa Disemba hii. Wao wanasema Disemba hii, na wanasema Disemba hii. Hiyo lugha hutaki kuitumia. Sema amen. Chapa za umaskini ni chapa. Namba 3, chapa za magonjwa. Magonjwa ni chapa za shetani. Magonjwa ni uharibifu wa uumbaji wa Mungu. Unapaswa kuyakataa magonjwa kwa nguvu zote, kwa kuwa imeandikwa kwa kupigwa kwake mimi niliponywa. Sema amen. I was healed 2000 years ago. Nilishaponywa miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo mimi ni mshindi. Acha kukalili haya wanasema watu. Unajua pressure, sukari. Mwambie mimi katika jina la Yesu, pressure, sukari, sio vitu gani havipo kwangu mimi. Taarifa zozote za magonjwa hazinihusu.
imeandikwa kwa kupigwa kwa Yesu mimi niliponywa. Paulo anasema katika mambo haya yote ninashinda na zaidi ya kushinda. Kiingereza anasema in all the things I am more than conqueror. Kwa maana kwamba mimi hata kama vyombo vya habari vikitangaza hali ya hatari Tanzania nzima kwamba kutakuwa na magonjwa, wewe unasema hivi, tangazieni watu wengine, mimi ni mtoto wa Mungu, nimezaliwa na Kristo, tangazo hili halinihusu kwa kuwa mimi nimezaliwa na Kristo ambaye hana magonjwa. Yes. Leo hii imekuwa ni changamoto, ni vita ya kanisa. Watu wanaumwa makanisani eti. Mpaka wachungaji wanaumwa. Watu wanaumwa. Tuko na askofu mkuu mahali, kongamano la wachungaji. Kaambia nataka niombee wachungaji wanaoumwa. Niliumia sana siku ile. Kuta ukumbi mzima wanapita, Biblia zinabaki peke yake madishani. Wamejaa hapa wanalia, kila mtu anaumwa. Kasema huu ni mchezo katika ulimwengu wa roho wa giza. Imeandikwa nitampiga mchungaji na kondoo atakawanyika. Hebu nyosha mkono hivi. Sema ninalaani magonjwa kwenye maisha yangu. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, wala sio mali ya magonjwa. Sema amen. Mwili wako ni hekalu. It is the temple of the Holy Spirit. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo magonjwa hayana nafasi kwenye maisha yako na uyakatae kwa nguvu zote. Sema amen. Magonjwa ni uharibifu wa uumbaji wa Mungu, magonjwa kabisa. Wala usi-entertain magonjwa na usione sifa kuwa nayo. No, yaambie na yanasikia kabisa. Yaambie kabisa magonjwa. Mimi nishatangazia kabisa. Nililazwaga mwaka 2003, zaidi ya miaka 20 iliyopita, hospitali ya jeshi. Nikalaani kwa sababu siku ile nilikuwa nimelala katikati. Mwenzangu amelala upande huu, mwenzangu huu. Nilikuwa napiga story na huyu baada ya masaa 8 akafa huyu. Wakaja wakamtoa. Naendelea kupiga story na huyu, tunapiga story. Mwenzetu ameshatangulia mbele ya haki, wanampeleka mochwari. Naendelea kupiga story na huyu. Naye kesho yake saa 4 asubuhi akakata roho huyu. Nikabaki peke yangu hapa katikati. Huyu upande huu amekufa, nilikuwa napiga naye story. Na upande huu amekufa, nilikuwa napiga naye story. Mimi nikamwambia daktari, mimi naondoka kwenda nyumbani, nimeshapona. Daktari akasema hayo ni malaria imekupanda, wewe bado ni mgonjwa. Sitaki. Kama huko amekufa mimi nabaki. Hapana. Paka leo daktari akala basi tu wewe nenda nyumbani. 2003 paka leo. Hebu nyosha mkono hivi. Sema katika jina la Yesu. Ninalaani vitanda vya hospitali visipokee mwili wangu. Mimi sio mtu wa kulazwa katika jina la Yesu. Sema amen. Kabisa. Sitaki kusikia mwana Sayuni YGT Kigogo amelazwa hospitali Muhimbili. Tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa kabisa. Na unaweza kukataa kabisa, kukataa magonjwa. Tunataka tuwe na nguvu, tupate pesa, tuje za ujenzi, tufanye kazi ya Mungu, Kigogo iokoke, watu waponywe magonjwa, ili kanisa ni hospitali, watu wanakuja wanapokea uponyaji. Sema amen. Wanakuja wanapokea uponyaji. Sasa yani kwa hiyo chapa za magonjwa, shetani amemwaga magonjwa. Watu wanaumwa makanisa. Wanafikiri watu wanajaa kwa nini? Kwa mitume humu. Kwani mitume njia wanayotumia ni ipi kupata watu? Ni magonjwa tu. Watu wanajaa kule kuombewa. Unaga watu wanaenda kwa mitume wazima. Wengi wamejaa pale wanaumwa. Naonaga tu shuhuda zao ni wanaumwa. Na ndio njia wanazotumia watu kupatia hela, ili wapate hela za watu. Ndakuombea, kuna kitu kinakotembea, tuma milioni 10. Ni kama vile tunanunua uponyaji. No. Bwana asifiwe sana. Haya, chapa namba 4, chapa za taraka. Divorce ni chapa kabisa ya shetani. Na ndio maana ukitaka kujua ni chapa, miaka hii taraka imekuwa kama mizaha. Binti mmoja kanisani kwangu pale amezaliwa mwaka 2003 na 2. Shamaliza diploma. Sasa paka nimekata tamaa. Hivi kuolewa kupo? Nikasema alienda kufanya kazi field. Anafanya field mahakamani. Zile karatasi za taraka. Anasema kwa siku watu wanaachana baba. Watu wanaachana.
Hata kuna binti mwingine nimetoka kuongea naye leo. Nilimchangia harusi mwaka jana, 200,000 nimemtumia huko kwao. Mwaka juzi. Naambia ndoa inaendeleaje mwanangu? Akasema tulikaa miezi 6. Kwa hata huyu mtoto nimemzalia nyumbani kwa wazazi. Niliolewa na harusi kubwa ile. Magari yalikuwa karibia 52. Tulikaa miezi 6, kwa hiyo nimetoka pale kwake na mimba ya miezi 5. Kwa huyu mtoto hapa anakaribia kumaliza kunyonya, kana mwaka 1 na miezi 6. Nilizalia hapa. Nini? Wala hata haulizi habari ya mtoto wala haudumii, na hata namba yangu sidhani kama anayo tena. Na ni binti wa mwaka 2000. Taraka. Wanaachana watu miaka hii. Kafuatilie. Hapa Dar es Salaam kwa mwezi haupungui taraka 1,000 sio mia ngapi kwa mwezi. Hapa da 1,300, 1,400 alikuwa ananiambia mtu mmoja hapa. 1,400 kwa mwezi. Watu wanaachana. Alafu hasa Gen Z hao waliozaliwa mwaka 97 hadi 97 kuja juu wanaitwa Gen Z. Yaani wao taraka ndio haoni kama ni issue. Yaani mtu Gen Z anamwambia mume wake kabisa, kwa hiyo nataka tuachane. Wewe niambie tu kama unitaki, mimi naachika asubuhi na wale wa jioni. Yaani haoni shida, taraka. Tunaona enzi zetu sisi. Dada akiachwa na mchumba analia mpaka macho yanavimba. Sio Gen Z hawana huo muda. Yaani ukisha sasa nimeachana wewe anakublock hata kama unaishi naye kwenye nyumba. Yaani uko chumbani naye anakublock yani. Maana hata message yako haifiki na mko kitanda kimoja. Ni kizazi nacho. Hawataki kuchosha akili. Sisi tulikuwa miaka ile mke tu akienda tu kwao unaenda mpaka unapiga magoti ukweni. Baba nipe mke wangu. Kizazi hiki hawana huo muda. Ni kizazi nacho. Ndio maana naonea huruma watoto kwa sababu wanakosa wazazi nao. Unakuta baba anazaliwa baba hamuoni, alishachanaga na mama yake anakuwa hamuoni. Hicho kizazi ni kingine kwa sababu kuna kizazi kinaitwa Gen Z ni wa mwaka 97 mpaka 2012. 2013 na mpaka 25 wanaitwa Alpha Generation. Ni kizazi kingine nacho. Kile ambacho yani kwa mfano ukificha remote ya TV kanavunja TV. Kwa hiyo ni kizazi nacho kinaitwa Alpha Generation nacho kinakuja. Ni kizazi nacho. Sisi na kina Askofu Laizer tunaitwa Silent Generation. Kizazi cha ukimya, hatutaki makelele. Sisi hatutaki vurugu wala hatuandamanagi sisi. Sisi hata kumtaja rais tunaogopa. Tunaogopa sisi. Acha. Ni kizazi chetu tunaitwa Silent Generation, ni kizazi cha wakimya. Kizazi cha Gen Z hawaogopi kufa. Niko naona najuza sasa kwenye maandamano anambia, "Aise tugawanage hizo risasi, ukipigwa pisha na mimi uwawe bana." Sisi tulijifungia ndani sisi. Chapa za taraka. Taraka ni chapa kabisa. Ni chapa. Na ndio maana moja ya kitu cha kukataa kwa watoto wako na kulaani ni taraka. Kwa sababu changamoto ya taraka, mnatesa watoto. Unajua hakuna kitu kibaya mtoto anakuwa hamuoni mmoja wapo, alafu bahati mbaya naye kutana naye tena sio baba yake mwenyewe mzazi. Si kitu kizuri. Alafu tunawaharibu kisaikolojia. Sasa vijana hao hawajali. Amezaa na mke wake watoto wawili, anaachana na huyo binti. Mimi hapa nilivyo mzuri hivi, yani naolewa hata kesho. Aenda naolewa na mtu mwingine tena. Binti moja niko namuombea Mbeya. Huyo mwanaume aliolewa naye ni 4. Aliolewa Tanga, kaolewa Dar, kaolewa Morogoro. Mbeya ndio mwanaume wa 4. Na amezaliwa 2001. Ndio, ni mrefu sana. Sio watu wa miaka 2000 walivyokuwa, warefu. Tofauti na sisi wa miaka ya zamani. Chapa ya taraka. Laani taraka kwenye maisha yako. Sema amen. Hata watoto wako unapoombea, ambia mwanangu atakapooa na kuolewa, nakataa taraka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Ndio, nimekuambia.
usiache semina za mwisho wa mwaka. Sema amen. Haya ni mafundisho na sokomeza na kuandaa. Alafu tarehe 1 unakuja na shukurani. Kufika tarehe 1 unakuja na sadaka nzuri ya shukurani, unakuja hapo unatumbukiza, hata kama ni dola, kama ni pound, unatumbukiza kwenye chombo, baba Laizer na kuombea. Sema amen. Chapa za taraka. Namba 5 na ya mwisho ni chapa za kukataliwa. Kukataliwa nako ni chapa. Yaani watu hawakupendi tu hata kama una kosa. Wamekuwenga. Una sifa zote mtoto wa kike. Wamekuwenga. Ya mimi yani binti simpendi huyu. Chapa za kukataliwa. Watu wanakukataa. Ukienda kwenye interview, una sifa zote za kupata kazi, wanakukataa. Nenda atakupigia simu. Hawapigi. Chapa za kukataliwa. Nimekwambia jana sifa mojawapo ya intelijensia za kiroho. Usipende kutangaza vitu vyako, kusema vitu vyako. No. Unamwona mtu amejifungua mtoto ni mchanga, hajamleta kwa Askofu Laizer muombe. Tayari ameanza kumpost Facebook, my cute baby. Hayo macho ya watu waliopo kwenye Facebook sio watu, wengine ni majini. Sio watu wote, mimi nimeshuhudia, wengine ni majini, sio binadamu wote waliopo kwenye Facebook. Kabisa. Mimi wewe unaona kabisa nyumba ndo unaanza kuweka msingi. Naanza mdogo, unapost Facebook. Unamwambia nani? Ndio maana unaishia kwenye mdogo hapo, unaishia kuuza pagara. Hata kuhamia uhamii. Kuna watu wana uchawi wa macho. Akiona vitu vyako haviendi. Mimi kabisa kupata ushuhuda kabisa. Mtu mmoja ananiambia Arusha. Anasema Wamasai sio hawanaga uchawi wala Wameru wala Wachaga, ila wana uchawi wa macho. Kaambia wakoje? Kaambia kuna Mchaga mmoja Arusha alikuwa anakula nyama choma kabisa, nabii anakula nyama choma. Akapita Masai anauza yule machinga, akapita hapo akatamani nyama yake. Mchaga akamnyima kumpa. Akaambia mimi nilipata shida sana kutafuta hela. Mchaga amepaki Prado hapo, amenunua manyama ya kuchoma. Na unajua Wachaga Disemba hii wanapoenda kule wana drive magari ili wapitie Korogwe, Chalinze, wale nyama tofauti na Wahaya wanatumia ndege. Wao wana drive wapate nyama choma na hapo Korogwe. Na sasa Mchaga bila nyama choma sio Mchaga huyu. Sasa baadaye alipopita yule Masai akamwangalia yule Mchaga anaendelea kula nyama zile. Kuna wakati alipata kama nyama ikagoma hapa, akapata shida kukohoa, haimezeki, haishuki wala nini. Akawasha gari yake, kaenda Mount Meru, akalazwa, ikashindikana KCMC, akaja hapa, akaenda India, akarudi kwenye jeneza amekufa. Nyama tu Masai machinga alimwangalia usoni. Kumbe kuna watu wana uchawi wa macho. Katoto hata akajaombewa tayari umeshakatupa Facebook. Mchungaji hajui kama umejifungua. My cute baby. Ndio maana kaanza kuma mafua saa hiyo. Kuna vitu sio lazima uvionyeshe Facebook. Mimi nashangaa kuna watu wengine, yaani ni mjamzito eti anapiga tumbo kubwa, tumbo hivyo analipiga picha tumbo anatuma Facebook. Sielewi ni utahila, mimi sielewagi. Sio hao watu wanakuwa na waume. Lazima uwe ni mtu unajua vita ya kiroho. Maisha haya tunaandamwa. Penda kuwa ni mtu wa maombi. Sema maombi. Omba. Kama ni mfanya biashara, ombea biashara yako vizuri nyumbani kabla hujaenda. Ukifika pale fungua. Wengine hawaamini biashara inaenda bila uchawi. Hawaamini. Mungu akusaidie sana. Simama hali ulipo. Sema Baba, katika jina la Yesu, usiku wa leo tena, siku ya pili ya semina, nimejifunza tena kwa habari ya vita vya kiroho. Shetani, wachawi, mapepo, achia maisha yangu, achia afya yangu. Mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Enyi magonjwa, achia mwili wangu. Aya, anza kupiga magonjwa, piga magonjwa. Usikae kimya, maanisha hata kama huumwi, piga magonjwa. Kataa visukari, pressure, magonjwa, HIV, magonjwa, piga magonjwa. Raba shaka, lika raba saka rama shika.
kurabasaka yaba shaka linda raba sika yaba shaka, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nakataa magonjwa, 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 iwe kwa mchungaji, iwe kwa mama mchungaji, iwe kwa watoto wa mchungaji, iwe kwa wazee wa kanisa, iwe kwa mashemasi, iwe kwa viongozi. Ninakataa magonjwa, magonjwa, magonjwa. Achia, 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 achia. Natangaza afya, natangaza afya, natangaza afya, natangaza afya, natangaza afya. Raba shakaraba kuraba sikarama yakaraba shika yakerebe saka kuraba shaka yakarama masika rika shakaraba yandaraba sika kuraba shaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Piga magonjwa, laani magonjwa, laani magonjwa, laani magonjwa, laani magonjwa, laani magonjwa, laani magonjwa. Raba shaka raba sika. Nisikilize, nisikilize. Nyosha mikono yako hivi, iangalie mikono yako hivi. Sema katika jina la Yesu, chochote nitakachokifanya kitabarikiwa. Mwaka 2026 ni mwaka wangu wa kushika fedha. Ninakataa roho za umaskini katika jina la Yesu. Aya, kataa umaskini, kataa roho za umaskini, kataa roho za umaskini, kataa roho za umaskini kwenye biashara zako, kataa roho za madeni, 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 roho za madeni. Karaba shakaraba kuraba sakayama yakaraba sikaraba likaraba sakayaba yakaraba shakaraba linaraba sakaraba likaraba shakaraba yanaraba sakaraba likaraba sakayaba yakaraba shikaraba likaraba sakayama likaraba shika, katika jina la Yesu. Nakataa roho za umaskini, roho za kuombaomba, roho za kutia huruma kwa jina la Yesu. Roho za madeni, roho za madeni, roho za madeni, roho za madeni, katika jina la Yesu. Mimi ni tajiri, 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 katika jina la Yesu. Sikiliza, shika kifua, shika kifua. Sema ninakataa roho za kukataliwa. Kuanzia sasa kila atakapoenda nitakubaliwa katika jina la Yesu. Natajitangazia upako wa kukubalika na kupendwa katika jina la Yesu. Anza kujitabiria, anza kujiombea, anza kujikubali, anza kujitabiria, anza kujiombea, anza kujikubali, jikubali, jikubali, jitabirie, 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 jitabirie. Raba saka raba yakaraba shaka yakaraba sika kuraba shaka raba linda raba saka karaba shika raba yakaraba saka yandaraba shika, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Nisikilize, tunaenda kukataa taraka, divorce kwenye maisha ya watoto wetu na sisi wenyewe. Sema katika jina la Yesu, kwenye ndoa yangu na jamii yangu na ukoo wangu ninakataa taraka katika jina la Yesu. Aya, omba kataa taraka, omba kataa taraka. Hata kama hujaoa, hata kama hujaolewa, kataa taraka, 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 katika jina la Yesu. Najitenga na roho ya taraka, najitenga na roho ya taraka. Ninakataa taraka. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asingitenganishe. Hakuna wa kututenga na mke wangu, hakuna wa kutenga na mume wako, hakuna wa kutenga na mkeo, kwa jina la Yesu. Kataa taraka, taraka, kuachana, kuachana, taraka, kataa taraka, 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 separation, taraka, separation and divorce, separation and divorce, kutengana na kuachana, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu.
Rabo shaka raba saka. Karaba sika raba bashika. Katika jina la Yesu Kristo. Nisikilize sasa. Nisikilize sasa. Tunaenda kumtolea Mungu sadaka. Chukua sadaka yako niombe. Chukua sadaka yako ya ibada niombe. Chukua sadaka yako ya ibada. Chukua sadaka yako ya ibada. Inua mkono wako kuume niombe. Tutamke neema kwa habari ya sadaka ya ibada. Baba, umeagiza katika neno lako kwamba tusitokee nyumbani mwako mikono mitupu. Na kwa sababu umetuagiza, na hilo agizo halijaanza leo, tangu wana wa Israeli umemwagiza Musa, wanangu wasitokee kwenye ibada yoyote bila sadaka. Na watoto wako tumejikusanya, jana tumekutolea sadaka na leo tumekusanyika tumekutolea sadaka. Ni ishara ya kuonyesha tunakuheshimu na tunakupenda. Bariki kila mmoja anayekutolea sadaka hiyo katika jina la Mungu Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. 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 Basi njoo utoe sadaka yako ya ibada, alafu baadaye tumwachie mchungaji aendelee. Chukua sadaka yako ya ibada, toa, alafu usikie baadaye. Alafu baadaye tusikie matangazo. Thank you dear Lord. Tukutane kesho. Utasikia matangazo, alafu baadaye tukutane kesho. Baba karibu. Askofu, asante. Tumpe Bwana makofi, tumshangilie Yesu. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Mwambie jirani yako sema na imeanza. Mwambie sema na imeanza. Hebu kesho mkaribishe mtu. Akisha anakuja na mtu. Bwana apewe sifa sana. Basi mole njoo mshukuru Mungu kwa ilisha ibada. Mungu akubariki sana sana. Kesho taanza mapema. Tuombe. Baba wa utukufu, tunakushukuru, tunasema asante. Asante kwa ajili ya somo hili na neno lako ambalo Bwana Yesu umesema nasi jioni hii. Tumekuona Bwana mabwana ukituhudumia katika maeneo mbalimbali. Umetukumbusha hakika neno lako ni upanga. Baba, umelituma neno hili kwa wakati. Nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Bwana ambao umesimama naye na umempa ujumbe huu. Nakusihi Mungu Baba, tusaidie yale ambayo tunayofundishwa tuyapokee na tuyafanyie kazi. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu, neema yako ikawe pamoja nasi tunapokwenda kutawanyika. Bwana, tembea na watoto wako. Fikisha nyumbani mwao wakiwa salama. Bwana, ile amani ambayo aliiacha wakakute ikiendelea zaidi. Mkono wako ulio mkuu kamzingire kila mmoja. Yule shetani anayezunguka asimpate hata mmoja wetu. Yesu, tukalindwe na nguvu zako, tukawe salama majumbani mwetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kesho nayo ni siku tena. Baba, tunakutana hapa kwa ajili ya semina. Gusa kila mmoja wetu Mungu, asiwepo wa kukosa. Baba, na watu wakaje kwa wingi kwa ajili ya kufundishwa. Maana Bwana, mahali hapa tunajifunza yaliyo ya kwako tu. Neema yako ikazidi kuongezeka kwetu. Hata mtumishi wako Bwana wa majeshi ambaye amesimama kunena neno lako, Baba, endelea kumpaka mafuta kwa ajili yetu. Endelea kumtia nguvu. Endelea kuachilia mafuta zaidi. Kwa jina la Yesu Kristo mtakatifu, Bwana mjalie afya njema tena kesho. Katika jina la Yesu Kristo na wote tuseme amen. Asante. Mungu awabariki. Hizi alama hizo endelea kuzifuta. Kiamka usiku futa hizo alama. Mungu awabariki sana. Karibu viongozi wa sifa. Mungu akutangulie.